Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Kwa majina ninaitwa Alida, ninatokea kanisa takatifu la Yesu Kristo. Siku ya leo Bwana amenipa neema tena kuja kushuhudia kwa jinsi alivyonitoa kuwa wa kidunia na hata kuniita na kunifanya kuwa mtakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ya yote tuombe. Mtakatifu, 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 Mungu wetu na Baba yetu, wewe uketi juu sana juu ya kiti chako cha enzi. Ewe mfalme wa falme, wewe nguvu za milele yote. Bwana, asante kwa ajili ya wakati huu, asante kwa neema hii, asante kwa kibali, asante kwa uwezo wako na nguvu zako na neema yako ajabu, asante kwa upendo wako, asante kwa nguvu zako mfalme. Baba, katika jina la Yesu tunakukaribisha mahali hapa. Tawala mwenyewe, tawala Mungu mwenye nguvu, tawala mfalme wa falme, tawala na useme na watu wako. Jifunue kwangu kama hekima, jifunue kwangu kama nguvu, jifunue kwangu kama uweza, jifunue kwangu kama akili, jifunue kama ufahamu katika jina la Yesu Kristo. Na nisio mimi bali uwe ni wewe ndani yangu. Katika jina la Yesu ninaangusha kila yaliyo adui, bali yaliyo yako Bwana akatimie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama niweza kujitambulisha, jina langu naitwa Alida. Niliokoka mnamo 2022 baada ya kuwa Bwana Yesu alipokuwa anasema nami kwa njia ya ndoto kwamba amerudi na mimi nimeachwa. Katika ndoto zote nilizokuwa naota kwamba Bwana Yesu amerudi, lakini mimi nimeachwa kwa kuwa matendo yangu na njia zangu hazija kumpendeza Mungu. Baada ya hapo, baada ya ndoto zile nilipokuwa ninaota, hakika Bwana alitia shauku ndani yangu ili niweze kumjua zaidi. Nikaanza kutafuta, kabla sijaokoka nikaanza kutafuta ni vitu gani vinavyompendeza Mungu, ama ni mambo yapi Mkristo wa kweli anatakiwa kuyafanya. Nikajifunza, nikawa nimekutana na chaneli za kanisa mbalimbali ambayo yanahubiri utakatifu, ndipo nikajua kwamba mtakatifu wa Bwana anatakiwa awaje. Nikajifunza na nikaanza kuenenda kama vile nilivyosikia kwamba mtakatifu na mtu yoyote ambaye ameokoka anatakiwa kuachana na dunia na kumfuata Yesu Kristo. Na baada hapo nikaanza kufunga kitambaa mwenyewe kabla hata sijapata kanisa la kwenda kuabudu. Nikawa ninafunga kitambaa, ninajifunza kujifunga kitambaa, ninajifunza kuvaa mavazi marefu yenye kumpendeza Mungu na kumpa utukufu. Baada ya hapo mnamo mwezi wa 7 2022 niliweza kumpa Yesu Kristo maisha. Na baada ya hapo nikawa ninaishi Morogoro, nikapata kanisa la kuabudu, nikawa ninaenda pale. Lakini lile kanisa walikuwa hubiri utakatifu, na nilienda pale, niliabudu pale mwaka mzima. Nikawa ninafunga kitambaa, ninavalia mavazi marefu, lakini wale watu wote walikuwa wanajipamba, walikuwa wanasuka, walikuwa wanafanya vitu vyote ambavyo mataifa wanafanya. Baada hapo na mimi nikatamani niendelee na mimi kuendelea, nikawa ukweli ninaujua, lakini nikatamani vile wanavyokuwa wanasuka, na walikuwa wananiuliza mbona unafunga kitambaa kila siku, mbona unafunga kitambaa kila siku. Baada hapo nikatamani vile wanavyofanya wao, nikafanya tena mfano wa matendo ambapo Bwana nilijua ukweli kwamba haya yampendezi Mungu wala yampe utukufu, nikayarudia. Nakumbuka kuna hiyo siku kabla sijaanza tena kusuka, wakati nimeokoka, hiyo siku nilijipaka poda usoni. Nilipojipamba nikapaka poda usoni, nilihukumiwa sana ndani yangu. Mpaka nimefika kanisani nimepaka ile poda, nilihukumiwa, nilikuwa sina utulivu. Ikabidi baada inaendelea mimi nikawa namsihi Roho Mtakatifu na ninamsihi Bwana kwamba anisamehe. Lakini nilipewa neno ambalo linatoka katika kitabu cha Petro wa kwanza, waraka wa kwanza Petro 1:14. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo 14 hadi 17. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Neno Mungu linasema, kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu,
bali kama yeye aliyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi weni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamwita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo nililia sana na kuomba toba mbele za Bwana. Nilijisikia vibaya sana hiyo siku. Baada ya hapo Mungu akanisamehe. Niliishi kwa kuenenda hivyo kama Mungu anavyotaka, lakini kuna siku tena nikajikuta natamani tena kusuka. Nikaenda nikasuka kama muda wa miezi miwili. Nikawa ninasuka, ninabadilisha tu mitindo kama tu wengine wanavyofanya. Ninabadilisha mitindo, lakini kuna siku ambayo Mungu alinisemesha yeye mwenyewe kwa sauti yake. Ilikuwa ni majira kuelekea alfajiri. Mungu alikuja akanionya. Akaniambia niache hayo mambo ninayofanya, kwa kuwa mimi ni taifa takatifu kwa Bwana Mungu wangu. Kwa hiyo nilipoamka asubuhi nikajua kwamba kweli sitaki kufanya matendo hayo ambayo ninatenda, ambapo nilijua kweli. Kwa nikajijua kwamba kitu nilichokifanya mbele za Mungu si sawa. Nikalia tena, nikaomba toba na rehema, kwa kuwa Mungu yeye ni mwingi wa rehema, alinisamehe. Baada ya hapo ndipo nikasimama sasa katika utakatifu. Japokuwa mwanzo sikujua utakatifu wa kweli, lakini baada ya kuja kuhamia Dar es Salaam ndipo nikaanza kujifunza kwamba mtakatifu anatakiwa aweje, anatakiwa aenendeje, anatakiwa afanyeje, alaje, avaaje kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na si kwa ajili ya mapenzi ya mwili wala mapenzi ya kidunia, bali kwa ajili ya mapenzi ya Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakwenda kujifunza neno la Mungu ili tuweze kujua kwamba kama msafiri, kwa maana Bwana amesema sisi tu wasafiri wake. Kwa hiyo tunatakiwa tufanyaje? Tutakwenda kujifunza neno la Mungu kitabu cha Walawi 20:26. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema, nitasoma katika jina la Yesu. Nasema nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu, nami nimewatenga ninyi na mataifa ili kwamba muwe wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba Mungu ametutenga tuwe wake. Na ndio maana kuna mahali akasema kwamba yeye aliyetutoa Misri tusienende sawasawa na yale waliokuwa wanafanya watu wa Misri, na wala tusienende sawasawa na yale wanafanya wale wenyeji. Aliwaambia wana Israeli kwamba wasifanye kama wale wanayofanya wenyeji wa kule Kanaani, kwa maana Mungu anawatoa kwa sababu yote waliokuwa wanafanya ni machukizo kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akasema hivi, neno Mungu linasema Walawi 18, nitasoma katika jina la Yesu mstari wa 1 hadi wa 3. Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena wewe na wana Israeli uwaambie, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, nanyi msifanye matendo kama yale ya Misri mliokaa, wala msifanye matendo kama yale ya nchi ya Kanaani ninakowapeleka, wala msienende katika amri za hao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapa tunaona kwamba msifanye kama matendo yale wanaofanya mataifa wengine, wala msifanye matendo kama yale wanaofanya watu wa kidunia, kwa maana neno la Mungu linasema ukipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yako. Na pia neno la Mungu linasema kwamba tunajua kuwa sisi tu wa Mungu na dunia yote pia ukaa katika yule mwovu. Kwa hiyo kama dunia yote inakaa katika yule mwovu, utakiwa kuyafanya matendo yanayofanya wale wanaofanya watu wa dunia, kwa maana kuna watu ambao ni wa dunia hii. Wao ni wa dunia, neno linafafanua kwamba ni watu wa dunia hii wasiokuwa na roho. Ni kama mawingu yasiokuwa na maji. Lakini wewe mtakatifu wa Bwana unatakiwa kuenenda sawa sawa na mapenzi yale ya Mungu. Yeye amekuita, amekutoa Misri, amekutoa kati ya mataifa, amekutoa katika watu wa dunia, akufanye uwe wake na msafiri wake.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndipo nikajifunza kwamba mimi kama msafiri wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, nisimfanyie Mungu yale wanayofanya watu wa mataifa, nisitende mfano wa matendo yao, nisifanye mfano wanaoyafanya yao, kwa maana yote haya yanatoka kwa yule adui mwovu. Na kama msafiri wa kweli anayeelekea mbinguni, natakiwa niyafanye yale yaliyo mapenzi ya Baba, wala sio mapenzi ya mwili. Ndipo nikajifunza. Mara kwanza nilikuwa ninavaa nguo sawa ni ndefu, lakini zinakuwa zina mikono mifupi kidogo, wala si ndefu za kufika miguuni, na nikajua kwamba mtakatifu nguo yake mikono inatakiwa ifike wapi. Nikajifunza kutokana na watakatifu wenzangu wanavyoishi, lakini pia kutokana na mafundisho jinsi tulivyokuwa tunafundishwa, ndipo nikajua kwamba mtakatifu anatakiwa aenendeje. Lakini pia neno tulivyosoma katika Petro wa kwanza, kama wana wa kutii, tusijifananishe na zamani za ujinga. Zamani, na pia kuna mahali ambapo neno linasema kwamba zamani za ujinga Mungu alijifanya kuwa haoni, lakini sasa anawataka watu wote tuwe watakatifu. Kama mtu aliyeokoka anayemwamini Mungu na mfuasi wa kweli na mwenda mbinguni wa kweli, unapaswa kuvalia mavazi matakatifu, sio yale yanayokupendeza kwa namna ya mwili, ama yale yanaonekana ni mazuri ama ni nadhifu kwa namna ya mwili, lakini ndani yake yamejaa uovu, ndani yake yamejaa machukizo mbele ya Yesu Kristo. Nilikuwa wakati nipo Morogoro, nilikuwa ninajua kwamba mtakatifu anatakiwa weje, lakini kuna mahali pia sikuwa ninajua sawa, na kuna mahali pia nilikuwa ninaenenda sawa na wale wengine walivyokuwa wanaenenda, yani kama washirika wenzangu walivyokuwa wanaenenda, yani ule ukawaida wa lile kanisa walivyokuwa wanaenenda. Na mimi nikawa ninaenenda hivyo, kwa sababu nilikuwa ninajua Mungu hataki nijipake chochote, pambo lolote, kwamba mimi ni mtakatifu, sitaki. Lakini sikuwa ninajua kwamba kuna pia mafuta ambayo anampa Mungu tukufu. Nilikuwa ninaendelea kupaka hayo mafuta, na pia nilikuwa sijui kwamba kuna vyakula ambavyo havimpi Mungu tukufu kama mtakatifu wa kweli, hatakiwi kuvila. Nilikuwa ninaendelea kuvitumia. Kwa hiyo baada ya Mungu kunileta mahali hapa kwa ajili ya mapenzi na makusudi yake, ndipo nikajifunza na nikajua, nikaacha vile vyote ambavyo Mungu vilikuwa havimpi utukufu. Kwa hiyo nikajinyenyekeza mbele za Mungu na kumuuliza na kuendelea kutii kile ninachofundishwa kwamba mtakatifu anatakiwa aenendeje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijaokoka, mimi nilikuwa ninavaa mawigi kama watu wengine. Nilikuwa ninajichubua kama watu wengine wanavyoenenda. Mimi ni mweupe sawa, lakini nilikuwa pia ninajichubua. Ninatumia ambavyo vipodozi ambavyo vinaongezea rangi. Nilikuwa pia ninapaka rangi za midomo, rangi za kucha, kama ni kuchora ni rangi, kama ni nini. Lakini pia baada ya kujua utakatifu kwamba Mungu ametukataza tusijichore kitu cha namna yote katika miili yetu, nikajua. Lakini pia nilikuwa ninavaa suruali. Nilikuwa ninavaa suruali kama watu wengine. Nilikuwa ninaenenda sawa na watu wa mataifa unaowajua wewe wanavyoenenda, na watoto wangu pia, sio mimi tu, na watoto wangu pia walikuwa wanaenenda hivyo. Nilikuwa ninawalea wanavaa nguo fupi, nguo za kata mikono, nguo zozote, suruali na nguo zote, hadi kaptura walikuwa wanavaa watoto wangu. Lakini baada ya Mungu kuniokoa na Mungu kunisaidia kujua kweli, hayo yote pia mimi na watoto wangu yote tumeacha. Maana hayo yote ni ya dunia, yote hampi Mungu tukufu. Mungu wakati wana Israeli wanatoka Misri, tunakumbuka kwamba Farao aliwaambia, nendeni ninyi waacheni watoto wenu. Wanakuja kujifunza kwamba kuna wakati kama mtakatifu unaenda katika njia za utakatifu, lakini watoto wako unawaacha nyuma. Unashika wewe Mungu anachotaka, lakini watoto unawataka nyuma. Ndio maana Farao aliwaambia, nendeni ninyi, bali watoto wenu waache. Kwa tunatakiwa tusiwaache watoto wetu nyuma. Kama wasafiri, wajifunze wewe neno la Mungu, funza na watoto wako pia.
Ndio maana Mungu alisema kwamba mtakapoketi na watoto wako wafunze sheria zangu. Unatakiwa kuwafunza ili wapate kujua Bwana Mungu wao ni jambo gani ama ni kitu gani, ni namna gani wanavyotakiwa kuishi kama wana wa Mungu wa kweli, na si katika mapenzi ya mwili, kwa maana sisi tumezaliwa si kwa mapenzi ya mwili bali ni kwa mapenzi yake yeye aliyetuita. Kwa kama mapenzi yake aliyetuita ametutaka tu watakatifu, ndivyo hivyo wewe pamoja na watoto wako wote wafundishe watoto sheria ya Bwana, wafundishe namna wanavyoenenda ili wapate kuzishika. Na ndio maana tumeambiwa kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo tunatambua kwamba umleeje mtoto katika njia impasayo, mfundishe amri za Bwana, mfundishe yanayompa Mungu tukufu, mfundishe, na si wewe uende wewe eti kwa sababu baba yao amekataza, ama kwa sababu labda kuna kikwazo kwa namna fulani, ama wewe unakuwa mtakatifu kwa Bwana lakini watoto wako unawaacha wanaenda kwenye makanisa ambako wewe Mungu amekuzuia usiende. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kama mgeni na msafiri wa Bwana Yesu, unatakiwa kuenenda na kufuata yale yaliyo mapenzi na makusudi ya Mungu, yale yote yanayotaka kuenenda. Kwa maana kama mchungaji wako hakuhubirii kwamba jambo fulani ama neno fulani ni dhambi, ama hakutajii dhambi kwa wazi, yeye hana mbingu ya kukupeleka wala hana jehanamu ya kukupeleka. Na ndio maana tumeambiwa kwamba tumuogope yeye anaweza kuua mwili na nafsi na kaitupa jehanamu tena milele. Kwa hiyo kama wana wa kutii, tusiwe wana wa kuasi, tusienende sawasawa na yale wanaoenenda wale wa kuasi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi kabla sijamjua Bwana Yesu nilikuwa ninavaa mawigi 400,000, 500,000, ninatoa hela na mume wangu ananisupport, natoa hela tunaenda kununua wigi, napaka losheni ya 300,000. Yani kwangu ilikuwa sio shida. 450,000 kwangu ilikuwa sio shida kabisa. Tena kwangu mimi ilikuwa yani kufanya kitu kwa ajili ya mwili wangu, chochote ambacho ninaona mimi kinanifurahisha, nilikuwa sioni hasara, hata iwe ni gharama kiasi gani, nilikuwa ninaona ni sawa tu. Na pia mimi nilikuwa ninavalia nguo za gharama, yani zile nilikuwa sipendi, yani nilikuwa najisemea mwenyewe kwamba mimi siwezi kuvaa nguo ya bei rahisi, mimi siwezi kuvaa nguo yani ya kufanania na watu wengine. Lakini kila kitu nikaja nikajua kwamba ni kiburi tu cha uzima, kwamba yale yote yanapita, nguo ni kitu gani. Kwa hiyo nikaja kujua kwamba mtu yoyote moyo wake ambao unashikiliwa na mavazi, mtu yote yeye hajijui ni nani, na hajijui anaelekea wapi, na hajui anamtumikia nani. Kwa hiyo nilikuwa ninavalia nguo za gharama, yani nguo nzuri yote, hata ikiwa ni ya gharama kiasi gani, nitakayoiona nzuri kwa macho yangu, nitakayoiona nzuri kwa macho yangu mimi, nilikuwa ninahakikisha mpaka ninainunua ili niweze kuwa nayo. Kwa navaa viatu virefu, yani machukizo yote nayojua wanayofanya wanawake, mimi nilikuwa ninafanya. Mitindo ya nywele, kila wiki nilikuwa nahakikisha ninabadilisha mtindo wa nywele kwenye kichwa changu ili kujifurahisha. Nilikuwa ninaona nina furaha, lakini kiukweli na kiuhalisia vile vitu vimebeba mauti, sio furaha hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama mwanamke mtakatifu, haijalishi wewe unapenda nini, tunatakiwa kufuata mapenzi ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuenenda katika njia na makusudi yake. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba yeye alitutoa katika giza tulikuwa katika giza, tulikuwa zamani za ujinga, lakini akatuita, akatufanya kuwa tunu, akatuita tuwe watakatifu kwa ajili ya mapenzi yake na kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba, ina maana unaweza kusema watu wote hawa wanaojipamba hawaendi mbinguni. Mungu yeye ni mhukumu wa haki.
Yeye ni Mungu wa haki, atahukumu kwa haki, na haki inatoka katika neno lake, kwamba neno lake linasemaje. Ama utasema je, ambao bado hawajasikia injili ya utakatifu? Tunajifunza kwamba mfano mzuri, nikupe mfano kwamba mahakamani pindi mtu anapokosea, hata kama haijui sheria, anapopelekwa mahakamani, hakimu anapomsomea, anamsomea vile vifungu vya sheria kwamba kutokana na sheria namba fulani unahukumiwa hivi na hivi. Kwa hiyo jalishi mtu kama hajasikia, atasomewa sheria, kwa maana sio wote hata wanaopelekwa mahakamani kwamba wanaijua sheria, hata wakasomewa vile vifungu vyote kwamba unahukumiwa kutokana na kifungu fulani cha sheria, na kosa hili ulilofanya unahukumiwa hivi na hivi. Kwani wale watu wote wanaijua sheria? Hapana, sio kila mtu anajua sheria. Kwa hiyo hata Mungu atahukumu kutokana na neno lake. Yeye aliyesema ya kwamba kujipamba kwenu kusiwe kwa nje, ni yeye yule atakaye kuhukumu wewe. Ni yeye yule atakaye simama mbele ya kiti cha hukumu hiyo siku, wewe ambapo ukifika mahali pale, atakuhukumu kwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pia neno la Mungu linasema ya kwamba katika Petro wa pili 2, kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia na kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Unaona, inakuwaje mbaya ile hali ya mtu ambaye alijua kweli? Kama hivi unavyokuwa unasikia na kufanya, moyo wako unakuwa mgumu. Na kama mimi ambavyo nilijua kweli, lakini baadaye nikayarudia yale machafu ambayo hayampi Mungu utukufu. Omba sana usinaswe ukaishia huko jumla, kwa maana neno linatuonya kwamba hali yake inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Mimi ni neema tu ya Bwana Yesu iliyonitoa baada ya kurudilia tena ule uchafu na kuendelea kusuka na kujipamba sawa sawa na kawaida wa lile eneo nililokuwepo. Nikaona mbona wenzangu wanafanya hivi na mimi nafanya hivi. Wewe usijifananishe na mtu yoyote, usirudie njia ile. Ndio maana Mungu aliwaonya wana Israeli, msirudie ile njia mliotoka huko nilikowatoa, msirudie, wala msirudi tena Misri. Mungu aliwaonya wana Israeli msirudi tena Misri. Na pia ninakumbuka kuna hiyo siku, kabla sijachoma mawigi, sijachoma kwa sababu kuna zile rasta ambazo mtu anaweza akasuka baadaye tena zinakuwa ni rasta ambazo unasukia, lakini pia baadaye unakuja tena unazisukia. Ni mitindo ya nywele ambayo imesukwa kabisa kutoka kiwandani. Kwa hiyo mtu unatumia, unaenda kupachikwa tu na mtu saluni. Wakati huo nikasema, wakati mara kwanza ndo nimeokoka, vile vitu sikuvichoma. Kiukweli sikuvichoma, viliendelea kushikilia moyo wangu, nilikuwa bado ninavyo. Sasa hiyo siku nimetoka kuomba usiku, nilikuwa bado mchanga, nilikuwa kama nina miezi 2 kwenye wokovu. Hiyo siku nikawa nimeomba, nikawa nimelala. Nilivyolala ile nikapata kama usingizi nusu niko macho. Zile wigi zile ambazo zilikuwa ni za gharama, najua wanawake mnaelewa kwamba huaga mnanunulia kibao hapo mnaziweka zinakuwa juu zinaning'inia kwa ajili zisijikunje. Basi nikaa nimeweka mle, sikuwa nimezitoa pale, ninajua kweli ila sivai, yani vitu sivivai, vitu sivitumii, lakini sijavitupa, bado ninavyo. Sina lengo la kumpa mtu, lakini ni kama ndani yangu nasema labda kuna siku naweza nikavitumia. Basi hiyo siku nikawa nimetoka kwenye maombi, basi nikawa nimejilaza. Nilipokuwa nimejilaza niliona kitu cha ajabu. Nilikaona kama mtu kafupi, lakini kila kitu kilikuwa kina sura mbaya na pia kina kichwa kikubwa sana. Kinatoka kwenye zile wigi na kinanichungulia, ni kama kinaniangalia. Kinatoka kinanichungulia, kinarudi. Kinatoka kinanichungulia, kinarudi. Nikaamka. Nilivyoamka nikasema, ngoja hizi wigi nitaziweka kwenye mfuko. Nikazihifadhi kwenye mfuko, nikazitoa pale juu nilikokuwa ninazining'iniza, nikaziweka kwenye mfuko na sikuzichoma. Nikawa nimezihifadhi tu mle ndani. Basi baada ya muda, hiyo siku nikawa nimetoka kanisani. Baada ya ibada
ndani nilikuwa ninahukumiwa sana kwa habari ya zile rasta na zile wigi nilizokuwa nimeziweka, nimezihifadhi ndani kule kwenye mfuko. Nilivyorudi ikabidi nizitoe, nizichoma moto zote kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu. Kwa hiyo Bwana Yesu yeye anatufundisha taratibu, lakini hapendi mtu mwenye moyo wa ukaidi. Chochote unachoona sio sawa na ndani yako, moyo wako unahukumiwa. Yaani umesikia neno la kweli na ndani yako unahukumiwa kabisa, unaona ni kweli, yani hicho kitu, kwa sababu neno la Mungu ni upanga. Neno la Mungu ni upanga. Tena Mungu anapolituma neno lake lazima likuchome. Lazima likuchome kwa namna yote. Unaposikia injili ya kweli, namna mtakatifu, mwanamke mtakatifu anatakiwa kuwaje. Pindi unaposikia hakika umeguswa, neno hili limenigusa, hicho kitu unatakiwa kuachana nacho. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Neno la Mungu linasema utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako usifanye moyo wako kuwa mgumu. Mungu anakupenda, Mungu anatupenda sote, lakini pia Mungu anatufunza taratibu, lakini pia Mungu hapendi mtu mwenye moyo mgumu. Moyo mgumu ambaye hataki kuelewa, hataki kuitii kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo, baada ya kujua utakatifu, Mungu amenipa furaha. Nina furaha katika hilo, kwa sababu mara kwanza ilikuwa furaha yangu lazima nikitoka asubuhi niwe nimejipamba, mahali popote nitakapoenda niwe nimejipamba, ninaonekana vizuri sawa sana dunia inavyoona uzuri. Yaani ule uzuri wa kidunia nilikuwa ninapenda kuonekana hivyo. Lakini kwa sasa Bwana Yesu Kristo, asubuhi ninaamka, ninamtanguliza yeye, ninamwambia yeye anitangulie. Na asubuhi nilipokuwa ninaamka, amenitoa katika ukawaida ule wa zamani zile za ujinga. Ninapoamka asubuhi najiangalia kwanza, natakiwa niwaje, na ninaangalia kwamba leo ninatakiwa niwaje. Lakini kwa sasa Mungu amenifanya asubuhi ninaamka ili niaishi mapenzi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa Mungu ametuhamisha kutoka katika giza, ametuleta katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo Mungu yeye hapendi mtu yoyote apotee. Mungu yeye anatamani sana na anapenda sana watu wote waijue kweli, ili asipotee hata mtu mmoja. Hapendi mtu mmoja, na ndio maana neno Mungu linasema Mungu hapendi hata mwenye dhambi mmoja akifa. Kwake yeye hicho kitu kinamuumiza sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kama wana wa kutii, tusijifananishe katika zamani za ujinga, bali yeye aliyotokoa kama alivyokuwa mtakatifu, na sisi tunapaswa kuwa watakatifu. Mambo ya kidunia yatapita, vyote vitapita, lakini yeye atadumu milele na milele. Yeye ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza, tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:4, nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Anasema, yeye asemaye nimemjua wala azishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili tajua ya kuwa tumo ndani yake. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyo enenda. Yesu asifiwe sana. Unaona, kwa hiyo mtu yoyote anayesema ya kwamba nimemjua lakini hazishiki amri zake zote, anashika baadhi na baadhi mengine anasema hilo, anatolea sababu, anatolea visingizio. Neno la Mungu linasema kwamba yeye huyo ni muongo. Kwa unajikuta wewe miaka 20 unajua upo katika wokovu, lakini Mungu anakuona kuwa wewe ni muongo kwa sababu uzishiki sheria zake. Kwa tunapaswa kuenenda sawa sawa na sheria za Bwana, zile amri alizokuwekea kwamba uenende kwazo. Tunapaswa tuenende katika hizo. Tusijikwae,
Tusijikwae tukatamani vitu vya kidunia, tusijikwae tukarudi nyuma, tusijikwae, kwa maana neno Mungu anasema yule mtu anayerudi nyuma mara kwanza alidudua kweli na baadaye akakengeuka akarudi tena nyuma. Neno Mungu linasema ni sawasawa na nguruwe, yani alitolewa mithali kwamba ni nguruwe aliyorudi akagaagaa matopeni. Ama ni kama mbwa aliyekula tena matapishi yake. Kwa hiyo utakapolisikia neno la Mungu la kweli, utakaposikia, jinyenyekeshe mbele za Mungu. Tafuta sana kwamba Mungu anatakiwa nienendeje. Kwa Bwana Yesu hakika kuna furaha timilifu kabisa. Wala utajiona kwamba una shida pindi unapokuwa hujavalia kama watu wengine wa kidunia. Wala utajiona kwamba kuna tatizo pindi pale hata watakapokudhihaki, watakapokucheka, watakapokuona kwamba huyu amepotea. Kwa sababu ninakumbuka kuna maneno ya dhihaka aliyokuja kwangu mimi kwamba mbona zamani ulivyokuwa hujaokoka ulikuwa mzuri, mbona sasa hivi unakuwa hivi? Kuna mtu mwingine akaniambia kwamba ni mtu ambaye ni ameokoka tu na anamjua Mungu, ana wokovu takriban miaka 20 ya kwenye wokovu. Akaniambia kwamba unajua, unapokuwa umeokoka wewe ndo unatakiwa uonekane vizuri zaidi kuliko watu wengine wale wanavyoonekana. Lakini vizuri kivipi? Vizuri kwa namna dunia inavyoona uzuri, ule uzuri wa kidunia, na sio uzuri ule Mungu aliyokusudia kwamba mwanamke ajipambe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kama mwana kutii, usirudi nyuma, usivunjike moyo, kwa maana hata mimi nilikuwa huko, lakini Bwana Yesu Kristo amenitoa huko. Na hata hapa sasa hivi nipo kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu. Jina la Bwana libarikiwe na Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba, asante. Mungu mwenye nguvu, asante. Mtakatifu, asante. Mungu usiyeshindwa, asante. Ninaomba Bwana muweza wa yote, uzidi kusema na watu hawa wote, uzidi kusema na wanawake hawa wote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaomba na kushukuru. Amen.